Je, China imewahi kufanya majaribio ya kutaka kuichukua Taiwan na kuirudisha katika mikono yake? Kama nilivyosema katika video ya kwanza kwamba Taiwan iliondoka mikononi mwa China baada ya serikali hii ya kikomunisti kuingia madarakani, kuingizwa na Warusi hapo China. Kwa hiyo Taiwan ikawa mikononi mwa Marekani, ikaenda kukaa Taiwan, na Taiwan ni eneo la China kisheria, Umoja wa Mataifa. Sasa je, Mchina amewahi kufanya majaribio ya kurudisha Taiwan mikononi mwake? Hili ni swali ambalo watu wengi wanajiuliza, na kuna wengine huwa wanasema China hafanyi majaribio ya kuichukua Taiwan kijeshi kwa sababu Mchina hataki kuharibu uchumi wake. Sasa leo nataka nikuelezee majaribio ya Mchina kijeshi kuichukua Taiwan. Hii ni Rachel Robin Online TV. Usahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video hizi, na hii ni sehemu ya pili ya muendelezo wa video za China na Taiwan. Kwanza kabisa tunaona Taiwan ilikuwa ni eneo ambalo wazawa wake hawakuwa na nguvu, wakitengeneza imani zilikuwa hazina nguvu. Kwa Mchina aliweza kuchukua kirahisi Taiwan mwaka 1683. Lakini sasa tuangalie kuanzia vita kuu ya pili ya dunia ilipoisha na Taiwan ile mwaka 49 ilipoanza kujitegemea yenyewe kinguvu kwa kusaidiwa na Wamarekani, ikajitoa mikononi mwa China. Je, Mchina alifanya majaribio? Serikali hii ya China ya kikomunisti imeingizwa madarakani na Warusi mwaka 1949. Baada ya hapo ikaanza kujijenga kidogo, na Warusi walikuwa ni watu ambao walianzisha huu uchumi wa China. Waliwapa kopo mkubwa sana wa kuanzisha uchumi. Kipindi hicho kiongozi wao anaitwa Mao. Na wengine mtajiuliza, kama Warusi ndio waliwapa pesa za kuanzishia uchumi, mkopo wa kuanzishia uchumi, mbona Wachina wana uchumi mkubwa sasa hivi kuliko Warusi? Ni kwa sababu enzi hizo Warusi walikuwa katika umoja unaitwa Soviet Union, na ule umoja ulivunjika mwaka 91. Kwa hiyo hii mnaoiona imeanzisha uchumi mwaka 91. Umeona? Hapo sasa kamkuta Mchina tayari amesha, yani ndio hiyo kwenye methali wanasema kutangulia si kufika. Haya, tuanze sasa majaribio ya China kijeshi. Jaribio la kwanza la Wachina kijeshi walifanya mwaka 1954 la kuichukua Taiwan. Wakarusha mabomu hapo Taiwan hivi na hivyo, kwanza kuingia sasa kuibeba Taiwan kinguvu. Lakini kama nilivyosema, Taiwan iko mikononi mwa Marekani. Kwa Marekani nao waliingia pale na kuisaidia Taiwan. Mchina akaogopa, akarudi nyuma. Wakaenda wakajikoki kwa miaka 4. Ilipofika mwaka 1958, Wachina wakarudi tena pale kijeshi. Rusha mabomu nini. Marekani akaingia tena. Marekani alipoingia tena, Wachina wakaogopa, wakarudi nyuma. Baada ya hapo wakasema sasa tujikoki haswa, tujiandae kwa muda mrefu. Wakajiandaa kwa muda mrefu. Wamejiandaa kuanzia ile miaka ya 50 waliposhindwa kuchukua Taiwan kijeshi mpaka mwaka 90. Mwaka 95 wakafanya jaribio tena la kutaka kuichukua Taiwan kijeshi. Kipindi hicho mwaka 95 Marekani ilikuwa inatawaliwa na Bill Clinton. Bill Clinton akapeleka pale ndege za Kimarekani. Mchina kuziona akaona isiwe tabu, Mchina akaacha. Na lile nafikiri ndio lilikuwa jaribio la mwisho la Mchina kutaka kuichukua Taiwan kijeshi. Kwa hiyo amejaribu kwa majaribio 3, ameshindwa kuchukua kwa sababu ya Marekani anawasaidia Taiwan. Umeona? Kwa hiyo baada ya hapo sasa hivi Mchina huwa anafanya mazoezi, anapitisha ndege, anazunguka kisiwa cha Taiwan na ndege nini, yani anawatisha. Lakini kuichukua tena kijeshi, kutaka kufanya jaribio la kuichukua kijeshi, kashindwa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo wale ambao wanahisi kwamba Mchina huwa anasubiri sio anatengeneza uchumi sijui hivi na hivi ndio maana hawezi kuichukua Taiwan sasa hivi kijeshi, hapana. Mchina ameshindwa kuichukua Taiwan kijeshi mara 3 katika historia, kuanzia mwaka 54 na mara ya mwisho kabisa ni mwaka 95 na 96. Bill Clinton alimfanya akaogopa zaidi. Kwa hiyo mpaka leo Mchina hajafanya tena jaribio la kijeshi. Kuna watu watauliza, kwani Mchina hana nguvu kijeshi? China ni jeshi namba 3 duniani. Umeona? Si kwamba hana nguvu, ni jeshi namba 3 duniani. Marekani jeshi namba 1 duniani. Lakini si kwamba kwa sababu Marekani jeshi namba 1 duniani basi anaweza kufanikiwa kila kitu. Hakuna. Mission nyingi Marekani, pamoja na kwamba ni namba 1 duniani, mission nyingi mbele ya Mrusi kafeli. Marekani, Mrusi kaweza kumshinda Marekani kwenye mission zao nyingi wanazokutana, zote sio nyingi, zote. Na Mrusi hana hela kama Marekani. Na Marekani kijeshi yuko namba 1, lakini mission zao za kijeshi Mrusi huwa anaibuka mshindi, kiwemo mission ya hapo China. Mrusi aliibuka mshindi, akamuingiza Mchina madarakani, mkomunisti hapo China madarakani mwaka 49.
Sasa Mchina ni jeshi namba 3 duniani. Kwa nini anashindwa kuchukua eneo lake la Taiwan? Wakati katika swala zima la kuchukua ardhi, Mrusi na Marekani wakisema tunaenda kuichukua ardhi fulani, wanaibeba. Yaani hata aje nani wanaibeba. Tunaona sasa hivi kule Ukraine wamejikusanya nchi 31 za NATO. Wanamsaidia Ukraine kukomboa ardhi kwa Mrusi. Mrusi nabeba ardhi na anabeba kweli. Na wameshindwa kumtoa kwa miaka 3. Hivi ndivyo Mrusi na Wamarekani walivyo. Wamarekani nao walisema tunaenda kuchukua ardhi Mexico wao hatutaki na hatuwauzii. Wamarekani waliingia kijeshi wakabeba. Hawaii wakabeba. Mchina kwa nini anashindwa kuibeba Taiwan? China kama nilivyosema ina teknolojia nzuri sana kwa kuzitangaza, lakini yaani teknolojia ambazo wanazitangaza, teknolojia zao wanazozitengeneza ni nzuri sana. Hawa watu wamejenga mpaka visiwa vya kutengeneza wenyewe na si Mungu kuvitengeneza baharini. Umeona? Kule katika bahari ya kusini mwa China. Umeona? Wamejenga visiwa. Ni kitu cha ajabu sana, lakini ndio hivyo. Na kwenye vile visiwa wameweka makambi ya jeshi na mamitambo. Yaani ni watu wazuri sana katika kutengeneza teknolojia za kijeshi. Wana bajeti kubwa ya jeshi, alafu nafikiri ndio wana wanajeshi wengi sana duniani. Lakini pamoja na yote haya, teknolojia nzuri, pesa nyingi, wanajeshi wengi sana, moja ya vitu ambavyo huwa vinafanya nchi zikashinda vita, cha kwanza morali ya wanajeshi. Jamani, vita nayo ni kipaji. Morali ya wanajeshi ya kupigana. Hawa watu wana historia ya kuwa na morali ya kupigana. Tukiangalia China kuanzia nyuma, enzi za himaya, hawakuwa wanajenga himaya zenye nguvu kama himaya za Wajapani. Japani ilikuwa ndo superpower ya Asia. Japani walikuwa wanawapiga wa China kuanzia enzi za himaya. Tukiangalia China mpya, hii iliyoingia madarakani mwaka 1949, hii serikali. Tukiangalia katika ambao wampigana, kwanza mwisho wa kupigana wao vita ilikuwa ni miaka ya 70 katika vita ya ya Vietnam. Ambapo katika hiyo vita ya Vietnam ilibidi Mrusi aingie, ushindi ndio ukapatikana. Lakini pia Mrusi alimwambia katika miaka ya 50, Mrusi alimtuma Mchina nenda kawasaidie Korea ya Kaskazini. Walielemewa. Ikabidi Mrusi aingie mwishoni, mambo yakakaa sawa. Umeona? Kwa hiyo baada ya hapo Wachina hawajapigana vita tena, na huwa wapeleki majeshi kwenda kupigana vita. Kwa mfano let's say sasa hivi rafiki yao Warusi wanapigana vita, Wachina wangeweza kupeleka wanajeshi kule, lakini hawapeleki wanajeshi, hawaingilii sera za watu. Lakini vita za kibabu walizopigana ndio hizo, Mrusi alikuwa nyuma yao. Serikali yao imeingizwa kwa msaada wa Mrusi. Kwa hiyo hatuwezi kusema katika swala zima la vifaa kama nilivyosema wako vizuri, katika swala zima la pesa wako vizuri, wingi wa wanajeshi, wana wanajeshi wengi sana nafikiri kuliko mtu yoyote yule, lakini ndani ya ulingo wa vita hakuna vita yoyote ya kibabe waliowahi kushinda. Labda mnaweza mkaniambia katika comment kama kuna mtu labda katika historia kawahi kusikia vita yoyote ya kibabe Mchina akashinda. Yaani Mchina labda akashinda dhidi ya Mjapani. Unajua yule Mjapani alishampiga mpaka Mrusi miaka 1900 mwanzoni. Umeona? Sasa China yani vita yoyote ya kibabe hajawahi kushinda. Vita yani labda mniambie hapo kuna vita gani ya kibabe Mchina aliwahi kushinda. Umeona? Lakini pia vifaa kama nilivyosema, Mchina ana vifaa vingi sana, vizuri sana, lakini vizuri kwa sababu tunavisikia vinatangazwa, yani uwezo wake kwamba hizi air defenses ina uwezo hii na hii na hii. Sijui kombora hili lina uwezo hii na hii na hii kwa kutangaza. Lakini kuviona ufanisi wake katika uwanja wa vita hatuvioni kwa sababu hajapigana vita kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunashindwa kutathmini ubora wa Mchina kijeshi kwa sasa hivi, hasa katika swala zima la ulingoni. Maana unaweza ukawa na pesa nyingi lakini ukapigwa. Marekani ana pesa nyingi kuliko Mrusi, lakini Mrusi anampigaga wakikutana. Unaweza ukawa na vifaa vingi ukapigwa pia. Umeona? Marekani ana vifaa vingi kuliko Mrusi, lakini Mrusi anampigaga wakikutana. Umeona? Kwa hiyo Mchina sasa mpaka tutakapopigana vita ya kibabe akashinda, tutakapoona zile teknolojia zake zina ufanisi gani vitani, hapo ndo tunaweza tukamtathmini kwa ukweli kabisa. Lakini kwa sasa hivi tunashindwa kumtathmini. Umeona? Lakini katika swala zima la unajua vifaa vya vita huwa vinaenda kutathminiwa vitani kwenyewe na si kupitia yale matangazo peke yake. Umeona? Na ndio maana Marekani na Mrusi wanakuwa wauzaji wakubwa wa silaha namba 1 na namba 2 duniani, kwa sababu vifaa vyao vishaonekana ufanisi wake vitani. Sasa vya Mchina ufanisi vitani havijaonekana. Kwa hiyo hii ndio sababu. Kwa hiyo Mchina amewahi kutaka kuikomboa Taiwan mara 3 kijeshi akashindwa, kwa sababu Marekani
alikuwa anaingia na yeye anarudi nyuma.